Shambulizi hilo la jana lilikuwa la pili dhidi ya wanajeshi hao wa muungano wa nchi za Afrika kwa muda wa siku 3 zilizopita. Likikiri kutekeleza shambulizi hilo, kundi la Al-Shabaab lilieleza kuwa wanamgambo wake wawili walitega bomu ndani ya gari dogo kwenye kambi ya wanajeshi hao wa muungano wa Afrika. Kwa juma moja lililopita, mashambulizi hayo ya wanamgambo wa Kiislamu yameimarishwa na wanajeshi wa Umoja wa Afrika sasa wanasema yamelenga maeneo ambayo hawakutarajia. Wanajeshi hao wa AU wamekashifu vikali mashambulizi hayo na kuyataja kama visiki vikuu dhidi ya kuhakikisha amani kwa taifa hilo na raia wake. Mnamo Mei mwaka jana, kundi la Al-Shabaab lilitekeleza shambulizi kama hilo tena katika eneo lilo hilo na kusababisha vifo vya zaidi ya raia 13. Baada ya wanajeshi wa Ethiopia kujiondoa nchini humo Januari mwaka huu, wanajeshi 3500 kutoka Burundi na Uganda pekee ndio sasa wanahifadhi amani nchini humo. Rais Sheikh Sharif Ahmed aliyechaguliwa majuzi na bunge la taifa hilo kuongoza serikali ya mpito anaonekana kukabiliwa na changamoto nyingi za kukabiliana na mashambulizi hayo, hasa kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab ambao wamedinda kumuunga mkono. Badala kundi hilo limeapa kuendelea na mashambulizi yake. John Juma, KTN leo.